That's why Miriam hakuweza kurithi anointing na upako uliokuwa juu ya Musa. Aaron hakuweza kurithi upako uliokuwa juu ya Musa, kwa sababu katika sheria ya kumiliki ama kurithi huwa unarithi baba. Kitu moja baba huwa amebeba ni umiliki. Kuna vitu huwa anamiliki, so amebeba urithi. Na huwa hanampatia yule mwana anataka. So katika ministry ya Musa, Joshua ndiye alielewa hii kanuni, na alisabu baba yake Musa miaka yake yote, naye akaachiwa kijiti ambayo Musa alikuwa amepokea kutoka kwa Mungu, akaachiwa manto. So tunapoongea juu ya Joshua generation mahali hapa, nasema tuelewe ni kanuni gani Joshua aliweza kufuata. Siri ya Joshua ilikuwa ni gani? Ndiye mtu peke yake katika watu wote waliofuata Musa alisucceed kutembea na Musa pasipo kukwasana. Ndiye mtu yule peke yake katika huduma yake hakukwaswa na Musa. Miriam alikwaswa na Musa, Aaron alikwaswa na Musa, Kora na Dathani walikwaswa na Musa, lakini mtu huyu anaitwa Joshua, mtumishi wa Mungu, maandiko inasema ya kwamba alipokea roho wa Mungu kwa sababu Musa alimwekelea mkono. So maandiko inasema ya kwamba siku za mwisho, kabla Mungu alete judgment, ataachilia roho ya Elijah ya kurudisha mioyo ya mababa kwa watoto. Moyo wa baba unaweza ondolewa kwa watoto. Kuna watu wana baba wazuri, lakini moyo wa baba uliondolewa kwa watoto. Afikirii anything about watoto, anafikiria juu yake, anafikiria juu ya tumbo yake, yeti yeye ni baba. Hata aongeleshwe, moyo wake umetolewa kwa watoto. Nao kuna watoto moyo wao unatolewa kwa baba. Kama mwana mpotevu, maisha yake ilikuwa imeenda vizuri kabisa kabisa kabisa. Mwana mpotevu alipata kibali ya kusaliwa na baba, anajua kutafuta mali, baba tajiri. Kama vile tuna baba mmoja ambaye ni tajiri, ambaye ni baba wa mbinguni. Maandiko inasema ya kwamba tumefanyika wana wa Mungu kupitia kumwamini Yesu. Wale wote walikuja kwake, aliwapatia nguvu ya kufanyika wana. Na maandiko inasema sasa tumefanyika warithi pamoja na Kristo. So Mungu Baba amefanyika baba yetu. Sasa kuna kijana mmoja alipata kibali ya kusaliwa na baba tajiri, na maisha yake yalienda vizuri kabisa, mpaka siku ile moyo wake uliingiwa na kitu ya kutoka kwa baba yake. Yaani kuna roho inaingia ndani ya watu, moyo wako unaondoka kwa baba kabisa. Mpaka unasikia mtu apendi baba yake, mpaka unasikia mtu anapiga baba yake. Ukisikia mtu anapiga baba yake, ujue ni moyo umeondolewa. Kiona baba analaani watoto, anawafukuza, anauza shamba, anauza kila kitu, anasema hawataki, anawafukuza, ni moyo umetolewa. Sasa kijana aliamuka hivi, moyo wake umetolewa kwa baba yake. Ye anasikia kutoka, asikii kukaa na baba yake. Akaenda kwa baba akamwambia, nataka kukuona, na mimi nataka unipe mali yangu, sehemu ile ni yangu.
mapema ni mapema, tuachane. Baba akakubali. Jana akakusanya mali. Hivyo ndivyo watu huwa wanatolewa kwa baba. Baba wa biological father, spiritual father. Mpaka wengine unasikia mtu ako na miaka 10, miaka 15 hajawahi fika nyumbani. Huyo ni mtoto, moyo wake ulitolewa kwa baba. Nasikia baba amekatalia Nairobi kabisa. Sasa kijana mmoja Yesu anapeana mfano wake, akitaka kuonyesha juu ya ushirikiano wa baba na mtoto, na vile mtoto anaweza ibibwa kutoka kwa baba yake. Alikusanya kila kitu na akaenda, na vile amejiondoa kwa baba yake, hivyo ndivyo mlango wa kuharibika ulifunguka. I think akipokea mali haikuwa iende akaharibu mali, lakini vile ametoka kwa protection ya baba yake, maana a father ana provide protection. Alipoondoka kwa mafuri wa baba yake, roho ya wanawake ilimuingia. Aliingiwa na roho ambaye hakuwa ametoka nyumbani nayo. Maandiko haisemi alikuwa mwana msherati. Akiwa kwa baba yake hakuwa msherati. Akiwa kwa baba yake hakuwa mlevi. Lakini alipojiondoa kwa mwafuri, kwa protection, kwa cover ya baba yake. Kuna cover inapeanwa na baba, hakuna mahali pengine unaweza pata. Hakuna mechanism yoyote inaweza provide that cover. Alipojiondoa kwa hiyo mwafuri ya baba yake, akaenda kufika, akaingiwa na roho. Akiwa kwa baba yake, maandiko haikusema alikuwa mwana mlevi. Maandiko haisemi alikuwa mwana msherati. Maandiko inasema alikuwa kijana ambaye ni wa baba yake. But maandiko inasema alikuwa mpotofu. Hakuwa true son. Hakuwa loyal son. Hakuwa faithful son. Nimekuombea katika jina la Yesu, katika hii neema ninahubiri nayo, Mungu akupe moyo wa kuwa loyal son. Moyo wa kuwa true son. Moyo wa kuwa a faithful son. Sasa nyumbani kuna a faithful son aliachwa. Huyu alipoondoka, kuondoka kwa mafuri wa baba yake, aliingiwa na roho moja ya wanawake na ya raha. Yaani kijana akiwa kwa baba yake hakuonekana na raha yote. Lakini alipoingiwa na moyo wa kutaka kujiondoa kwa baba yake, moyo wa kutaka kujitawala. Kitu moja inakula watu katika mambo ya fatherhood na sonship, ni wakati mtoto anafika mahali anasikia anataka kujitawala. Unazaa watoto wa kiroho, unazaa watoto wa mwili, wanafika mahali wanasikia wanataka kujitawala, yeti hawanja koma. Alitaka kujitawala. Yule aliachwa kwa mavuli ya baba yake, aliachwa akiwa safe. Lakini yule aliondoka. Wacha ingiwe na roho ya wanawake. Wacha atavutane na wanawake. Wacha akimbisane na wanawake. Wacha akule raha. Wacha akule raha. Wacha raha simkubali. Wacha apige sherehe. Maandiko inasema hakajikuta ana chochote. Hakuna mtu amewahi kuwa amebarikiwa akafanikiwa akiwa ana uhusiano mzuri na mzazi wake. Haiwezekani ufanikiwe. Na ukiona umefanikiwa, ujue it is a matter of time. Ungemkuta mwana mpotevu akiwa na gari ya dhamana na manguo, anapiga sherehe, ungesema huyu amebarikiwa. But it was a matter of time. Hata
katika ministry kuna watoto wanakuwa wakupotea katika ministry. Mtu anatoka na madharau na anafungua ministry na ministry inaonekana imejaa, lakini kufunga macho na kufungua unamkuta hata katika wokovu yuko. Unasikia mpaka alianza kukunywa. Unasikia mpaka anaanza kukunywa. Alikuwa na familia inaisha. Alipoenda akakula raha, vitu sikaisha, neema ikaisha, akapungukiwa, akawa empty. Alijikuta anatamani kula chakula ya nguruwe. But ile kitu ilileta tumaini ni alipojirudia ndani ya moyo wake, akasema ninateseka hivi na niko na baba. So hakuna mtu anaweza teseka akitengeneza uhusiano wake na baba. Moja, tuko na papa wa nafsi yetu ambaye ni Mungu. Ninakuomba kwa jina la Yesu utengeneze uhusiano wako na huyo baba. Hauwezi teseka katika hii dunia ukiwa na uhusiano mzuri na baba wa hii dunia ambaye ni baba wa nafsi, ambaye ndiye aliumba kila kitu. Unaweza leo onekana ukiwa una hiki na una kile, lakini hiyo si kumaanisha utakufa ukiwa maskini, utakufa na shida. Wakati shetani alikuja katika maisha ya Adam, alielewa ya kwamba watu hawa, unajua Adam hakuwa na biological father. Praise the Lord. Yeah. Adam hakuwa na biological father. Alikuwa na spiritual father peke yake. Mtu mmoja katika Biblia hakuwa, ama watu hawa walikuwa wamepata kibali ya kuwa tu wana baba wa spirit. Ni first Adam and second Adam. Praise the Lord. The reason why Yesu hakuwa na baba wa mwili huu, alikuwa the second Adam. Alikuja kama second Adam kurekebisha ile makosa Adam wa kwanza alifanya. So watu wawili ambao hawakuwa na baba wa mwili huu, biological father, ni Adam wa kwanza na Adam wa pili. So wakati shetani alikuja, alivunja uhusiano wa Adam na baba yake. Alipotaka kuleta shinda, alipotaka kuleta rahana kwa ardhi, Mungu amesema lest I come and strike the earth with a curse. So shetani anajua hii mpango, anajua hii vile inaendaga. Alijua hawa watu wanafanikiwa kwa sababu ya mchanga. Mchanga ndio unatoa vitu nzuri, ndio una dhahabu, ndio unatoa mimea nzuri, ndio unatoa chakula. Utajiri wote uko kwa mchanga. Unajua chochote mwanadamu anahitaji isipokuwa mvua hiyo inatoka juu, lakini inakuanga imetoka huku. Kinakuwa kwa mchanga. So mpango wa shetani ilikuwa ardhi ilaaniwe. So kanuni ya Mungu inasema hivi, kama hakuna uhusiano wa baba na watoto, madhabahu haya shetani atakuja atake kuataki watoto, atake kuataki baba. Baba anaweza tumika, moyo wa baba unaweza tumika uondoke kwa watoto. Pia Mungu atakuja na apige ardhi na laana. Mchanga wa hii madhabahu utalaaniwa na hakuna mtu atainuka, hakuna mtu atabarikiwa. Akikuja kwa familia ataangalia uhusiano wa baba na watoto. Ndio tumetoka katika familia simelaaniwa, mpaka unashindwa nani alituroga. Hapana, hakuna mchawi ametumika. Ati unakuta vijana 5 wameshikana na hata wanataka kupiga baba yao na mishale wakiitisha shamba. Mchanga unalaaniwa, hata mpewe hiyo shamba haitawasaidia. Ukiingia kwa familia ambaye baba anainukiana na watoto,
Ukiingia kwa madhabahu ina mgogoro wa wana na baba wa madhabahu. Hiyo madhabahu ina laana. Ukiingia kwa mji ambao una tabia ya watoto kuinukia mababa, kuna vijiji unaingia unakuta kuna migogoro ya familia ya baba akiinukia watoto ama watoto wakiinukia baba. Kitu moja unafaa uelewe, mchanga wa huo mji, mchanga wa hiyo familia umelaaniwa. Wakati ushirika wa Adamu na baba yake ulivujika, Mungu alishuka akarani mchanga na akarudi mbinguni, akajua nyinyi mtanitafuta. Mungu aliposhuka hivi akiwa amekasirika, alistrike ardhi na laana, alimiminia mchanga laana. Mungu akikunja katika madhabahu haya akuta kuna ushirika mzuri wa wana na baba wa hii madhabahu, atabariki mchanga wa hii madhabahu, na kila mbegu itapandwa kwa hii madhabahu, kila sadaka, kila ipanda itakaofanywa katika hii madhabahu itakuwa ya baraka. That's why kuna kanisa unaingia unaanza kubarikiwa, kuna kanisa unaingia unaanza kuvirizika, kuna minchi unaingia mashinda zinaanza, kuna minchi unaingia unaanza kubarikiwa. Si kila mtu unaweza ukafanyia biashara, si kila familia unaweza ukaingia. Naona wengine hapa ni wandanda, ni vizuri kuomba, maana si kila familia unaweza olewa. Familia zingine mchanga yake imelaaniwa, utaolewa huko unakuta watu wanakufa, watu wanakufa. Ukiona unaingia kuolewa kwa familia, watu wanakufa, watu wanakufa, watu wanakufa. Shinda inakuanga kwa mchanga. Hata wewe ujue unakuja kusikwa tu. Unaingia kwa familia unakuta watu wote wameharibika kichwa. Shinda inakuanga kwa mchanga. Maandiko inasema wakati Elisha alipokea manto ya Elijah, Elijah alikuwa na uhusiano mmoja, Elijah alikuwa na upako mmoja wa kutengeneza ushirika wa baba na wana. Wakati ushirika wa Mungu na wanadamu uliharibika, ushirika wa Mungu na baba wa Israeli uliharibika kabisa, kukawa hakuna ushirika wa Mungu na wana wa Israeli. Waisraeli wakaachana na Mungu kabisa na wakaanza kuabudu miungu mingine, ikawa watu wote wamegeukia miungu ya mbali, miungu ya mashetani. Maandiko inasema Mungu akamuinua Elijah akamrudishie wana wa Israeli kwake. Maandiko inasema alifanya ipanda moja, katika ipanda moja tu, yani jamaa alikuwa na upako. Huyu nabii Elijah alikuwa na upako, katika ipanda moja tu aliweza kuwarudisha Waisraeli kwa Mungu, na ipanda moja tu peke yake. Alifanya ipanda moja katika mlima, akawaita Waisraeli wote katika ipanda moja, akawarudisha kwa Mungu. Ndio Mungu anasema hiyo hakuna anointing imewahi furahisha Mungu kama anointing ya Elijah, mpaka akasema ataituma tena. Moja ya anointing zile zimewahi tumwa hapa duniani zikafanya kazi mpaka Mungu akasema hii anointing